Sheikh, swala langu liko kwenye talaka. Kama kawaida ilivyozoeleka kwamba kuna bwana mmoja ambaye amepatwa na jambo ambalo inabidi Waislamu wengine tupate fundisho, kwa sababu alimwambia mke wake kwamba kuanzia hivi sasa swala zako utakuwa unaswali hapa nyumbani, na Ijumaa ikifika wewe usiende msikitini, uwe unaswali adhuhuri hapa nyumbani. Na ukifanya hivyo, kienda msikitini bila ruksa yangu, inakuwa nimekuacha talaka, kuanzia wakati huo sio mke wangu. Ngasole mke amevumilia, akaona anakosa mawaidha siku za Ijumaa, na akenda kule anapata mawaidha na mafundisho ambayo yanamsaidia katika kuendeleza dini yake. Kwa hiyo siku ilipowadia, bwana alirudi nyumbani mapema baada ya kutoka msikitini Ijumaa, akamkuta hakumkuta mkewe nyumbani. Akasema, uliza watoto, anasema mama kaenda msikitini. Yule bwana akatoka na watu wawili mashahidi kukaa nje ya msikiti kuangalia upande wa kina mama kwamba atatokea upande gani. Wakati nzuri, wakati upofika, mama yule anatoka. Pale bwana na wale mashahidi wawili akamwambia, bwana, hivi sasa inakuwaje? Nilikwambia ukienda msikitini mimi nimeshakuacha kwa talaka. Sasa kwa hiyo na hii leo limetimia. Yule mama akasema, sawa mume wangu, twende nyumbani. Akasema sawa. Fika nyumbani, asema shahidi hapa wawili, talaka. Akuandikia kwamba mimi nishakuacha. Yule mke akasema, mimi bado hujaniacha, kwa sababu nazo, lakini itabidi mpaka nikutane na imamu wetu shekhe msikitini ili atoe fatwa juu hili jambo. Utaniachaje hivi hivi? Kwani sababu za kuachwa mke ziko ngapi? Na mke anaachwa yani mara ngapi? Kuna talaka 3, kuna talaka 2, au kuna talaka 1? Mimi bado nakupenda mume wangu. Hasa ilipotimia hivyo, wale watu wawili pamoja na yule bwana mwenye mke wakaenda msikitini kupata fatwa juu ya hilo jambo. Walikuja msikitini, bahati nzuri na mimi nilihudhuria kikao hicho. Shekhe akamwambia yule bwana, kabla ya yote naomba kwamba yule mama naye aletwe hapa msikitini, tujue kwamba hayo anayosema ni kweli. Kaletwa. Sasa swali langu linakuja hapa. Je, katika hukumu ya kuachwa mke, shekhe naomba ufafanuzi. Je, jambo hilo linahusika vipi na mtu yuko katika ibada na leo imechukua hatua ya mume kumwacha mkewe? Hilo ambalo ufafanuzi. La pili linahusu mambo ya salatil maiti. Wengi wetu ikitokezea swala la kusalia maiti hapa, basi hivi tulivyokuwa watabaki watu 6 7. Ikaulizwa kwa nini inakuwa hivi? Mmoja wapo katika sisi waumini akasema, mimi bwana siswali maiti. Kwa nini? Anasema kwa sababu nikikosea kusali namna yake, basi madhambi yake yule bwana yote nayapata mimi, na kila mtu anabeba mzigo wake. Hao watakaoswali, na huku tunaambiwa hadithi kwamba kitimia watu 40 yule bwana anakuwa amesameheka madhambi yake wa kumsalia. Sasa wengine hawatimizi wakati huo. Swala hili ombi langu ni kwamba naomba ndugu imamu na wengine misikiti mingine, hebu walifundishe ili ibada ijulikane, kwa sababu kweli inatia mtihani katika baadhi ya majumbani kwetu huko. Watu wanaweza kuwa wengi Waislamu, na sasa tusubiri watu watoke msikitini, na kweli watoka msikitini kuja pale wanasali watu 6. Kwa hiyo hilo nalo ni moja katika mkokotezo. Wala afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa mujibu wa sheria, talaka sio kitu cha kukichezea kwa mujibu wa sheria. Na ikitokezea mtu
ameitamka talaq, henda kwa bahati mbaya au kwa kusudia, basi kaulu rajih, kauli ambayo ilikuwa na nguvu kwa wanachuoni, wakapishana kidogo lakini yenye nguvu, kwamba talaka haina maskhara ya aina yoyote, kwa hadithi ya Mtume SAW, fi talaq jidduha jiddun wa azluha jiddun. Katika talaka imeingia katika mambo matatu, kwamba ukweli wake ndio hivyo hivyo na maskhara yake ndio ukweli wake. Kwa hiyo talaka ni sehemu moja hapo. Sasa huyu mwanamke alipokuwa ameambiwa na mume kwamba bwana, usiende kuswali msikitini, utapokwenda ndio talaka yako. Kwanza ile inaitwa talaka muallaq. Talaka inakuwa haipiti mpaka lile tendo lifanyike, na kwa kuwa aliambiwa hivyo na mumewe, yeye chotakiwa asiende kuswali msikitini. Zile dhambi au hukumu ya kuwa kwamba manna'i lil khairi zitakuja kwa yule mume kama hana sababu ya kimsingi, na kama anayo sababu ya kimsingi dhambi hatopata, kwa sababu kumtii mume ni jambo ambalo la wajibu katika sheria, na kwenda msikitini ni jambo la sunna kwa mwanamke. Kwa maana kwamba kuswali kwake, mara nyingi tunazungumza ya masala, mwanamke kuswali kwake bora ni wapi? Nyumbani, sio msikitini. Sasa mimi nakosa darasa, ilikuwa arudi kwa mume amwambie kuna darasa nalikosa, tunafanyaje? Mume sabidi atafute njia, ima kumsikilizisha au kumleta mwalimu pale nyumbani au kadha, lakini sio kwamba yeye kutoka kwenda kule kwa sababu anakosa darasa. Hii haitakiwi, kwa sababu ameacha wajibu. Wajibu ni nini? Kumtii mume, kumsikiliza. Unaweza ukasema mbona mimi kanizuilia kwenye khairi? Sasa yote ni khairi, kumtii mwanamume ni khairi na kwenda kule ni khairi, lakini ipi ina nguvu ukija katika masala ya istinbatul ahkam, ya kuchambua hukumu, kwamba lile la kwenda kule sio kwamba lazima. Ingawa Mtume SAW katika hadithi akatoa irshadi kwamba la tamna'u ima'akum 'anil masajid, au kama qala sallallahu, kwa msiwazuie wanawake kwenda msikitini. Lakini akatwambia katika hadithi kwamba wanawake wanakuwa wajilazimishe na majumba yao, na katika Qur'ani inatuambia waqarna fi buyutikum, kwamba wanatakiwa wakae majumbani kwao. Tena wakikaa majumbani wafanyeje? Wamtaje Mwenyezi Mungu, wafanye ibada, wafanye kila kitu hapo nyumbani kwao, ndio khairi. Sasa yeye kitendo cha kufanya mwanamke henda hajui hukumu zake vipi, lakini talaka imepita, na talaka inakuwa ni hiyo moja kwa sura kama hiyo, kwa sababu talaka ni muallaq, inakuwa ina adadi, isiyo inaanzia moja, kija kufanya tena mara pili moja. Kwa hiyo talaka imetuka kwa sababu kile kitendo kilichokuwa kimezuiliwa kimefanyika. Kwa hiyo hapo talaka imetuka bila tabu, imepatikana. Yeye tu anachotakiwa amrejee mkewe kama kumetokea sura za kufahamishana, za kuelewana, na kwa sababu saa nyingine mume ana haki zake kumzuia asiende kule. Maana yake mashekhe wenyewe siku ndio si vijana, maana wanakwenda kule wanashawishika wanawake maskini mara nyingine. Sasa anaonekana nyumbani atatoa vijizawadi anapeleka kwa shekhe, na shekhe kama ndio kijana mbona ana wasiwasi kidogo. Na hii ni katika ibada kuwa na wivu, ila usio ule wivu ambao wa kupitiliza mpaka. Mwenyezi Mungu anapenda wivu wakati na kati, huenda anazo sababu. Kwa hiyo chotakiwa mwanamke atii, asitoke kwenye nyumba, kwa sababu ukitaka hilo mkompea kwamba mtu anaumwa na kwenda kufanya jamaa, ipi ni uzito zaidi? Kumzuru mgonjwa fadhila na ubora zaidi kuliko kwenda kuswali jamaa. Hata mara nyingine katika fiqh wakawa wametoa ruhusa, mara nyingine unaruhusiwa kutoswali jamaa
kwa ajili ya kumwangalia nani mgonjwa. Basi mke akiambiwa na mume usiende kumuona mgonjwa, atakuwa asiende, amsikilize ili kuwa superior zaidi. Yani maana hizi zinapishana daraja kwa katika mambo ya ubora na uchamungu. Kwa hiyo talaka imetoka bila mashaka, kikubwa amrejee mkewe, na mkewe na afundishwe kwamba bwana, hilo jambo halitakiwi, liendelee kwa utaratibu mpaka mume atake ridhaa yake. Akipata ridhaa ya kwenda, haiharibiki ndoa. Allahu Ta'ala a'lam. Ama tukija katika swala la kuswalia mayit, ni kweli wengi katika sisi si wengi wenye kuweza kuswalia mayiti. Wengi katika sisi si wengi wenye kuweza kuswalia mayiti, lakini haina fatwa au haina hukumu kwamba atakayeswali ile swala mayiti amekosea, dhambi zile mayiti anabebeshwa yeye. Hakuna fatwa kama hiyo, bali akifanya makusudi, manake yeye hajui alafu anafanya kusudi kwamba yeye ndo lazima aswalie mayiti. Maana kuna kuswali yeye na kuswalia, yani kuswalisha, maana kabla tumekuswali hicho. Akiwa kuswalia alafu hajui, bora ampishe mtu ambaye anajua alafu yeye awe mfuasi. Ama kujoin ile hujui, unatakiwa unga, sababu makusudio pale ni dua. Makusudio kwenye swala ya mayiti ni dua. Ndio maana iko kauli wanachuoni ni dhaifu, waweza kuswali swala mayiti hata bila udhu. Iko kauli lakini ni dhaifu, kwa maana kukusudia malengo makubwa ya ile swala ni dua. Hata kama hujaweza kusoma sura Fatiha, hujaweza salatu al-nabii, hujaweza kadha, hiyo pia ni sehemu ya kumwombea, kwa sababu wala taziru waziratu wizra ukhra. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu, mtu hawezi kubebeshwa dhambi ya mwingine maadamu yeye hajakuwa mwenye kufanya ifrat katika ile jambo. Yeye makusudi yake ni mazuri, amswalia aongeze ile jamaa population, kama kwamba jamaa ikiwa kubwa yule mtu anapata kusameheka. Kwa hiyo inahitajika umuhimu wa kujifunza swala, lakini sio kwamba yule mtu akosea zile dhambi anabebeshwa yeye. Hilo halipo, Allah Ta'ala. Alafu lakini kwamba sisi pia inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wiki ijayo tutakumbusha masala kama hayo. Kuna mlango kamili unaitwa kitabul janaza. Kuna kitabul janaza. Kwa kitabu janaizi tukisoma tutaje kuona namna gani ya kudili na mayiti kuanzia pale anataka kutoka roho mpaka kufikia tunatia mchanga kwenye kaburi. Yote haya tutaje kukumbushana. Ni muhimu kwa sababu swala ya janaza sio ngumu sana, lakini inatokana na ile background yetu sisi wenyewe. Sengine swala hizi za kawaida mtu azijui, kwa inawezekana hata swala mayiti asijui, kwa sababu ni nguzo zake 5 tu za kuswali, takbiratul ihram zile 4 na nguzo zake 4 kuzipanga: Fatiha, salatu an-nabii, dua al-mayyiti na dua lil-muslimin. Muhimu takbira 4 zipatikane, khalas, salam, nguzo ya 5 umemaliza. Wala haina ugumu, inshallah tukijaliwa tutakumbushana, na yote ni kukumbushana, wengi wanajua, lakini nataka uelewe kwamba sio yule ambaye asiyojua akiswali maana dhambi atapewa yeye kwa kuwa amekosea. Hapana, Allah Ta'ala a'lam.